Naam, habari kubwa jioni hii hapa mpenzi mtazamaji, moja kwa moja kutoka pale Marekani. Tunaambiwa Trump ametangaza ushuru mkubwa kwa mataifa mbalimbali duniani. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza ushuru mkubwa kwa mataifa mbalimbali katika kile ambacho amekiita ni siku ya ukombozi, na hivyo kuzidisha hofu ya kutokea kwa vita vya kusababisha biashara kuwa hofu katika dunia hii. Washirika mbalimbali wa Marekani wameguswa na hatua hiyo. Nchi za Umoja wa Ulaya zimewekewa ushuru wa 20% kwa bidhaa ambazo zinauzwa nchini Marekani, huku China ikiwekewa 34% na nchi ya kusini mwa Afrika ya Lesotho ikiwekewa kiwango cha ushuru wa 50%. Mataifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na Uingereza, Brazil, Mexico, Australia, Uswizi, Poland pamoja na maeneo mengine yamekosoa hatua hiyo ya bwana Trump, huko baadhi yakisema kwamba ni ishara ya urafiki na yako tayari kabisa pia kujibu mapigo hayo. Hivyo utawala wa bwana Trump umesema kwamba hautaitoza ushuru wowote mpya nchi ya Urusi kwa sababu biashara kati ya nchi hizo mbili imepungua maradufu kutokana na vikwazo vya Marekani tangu Moscow ilipoivamia Ukraine. Mapema mwaka huu Trump aliwaagiza maafisa wake kuandaa mpango wa kile ambacho amekiita kwamba ni ushuru wa malipizano kwa bidhaa ambazo zinaingia Marekani, akitekeleza ahadi yake ya kampeni ya jicho kwa jicho kwenye masuala ya biashara ya ulimwengu. Hayo yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anatarajiwa leo hii Alhamisi kuwasili katika jiji la Brussels, Ubelgiji, ambako atashiriki mkutano wa siku 2 pamoja na wanadiplomasia wakuu wa jumuiya ya kujihamia NATO. Ziara ya Rubio inafanyika wakati washirika wa Marekani katika mkutano huo wa kijeshi wakiwa na wasiwasi mkubwa kabisa kuhusu sera za utawala wa Rais Donald Trump, hasa kutokana na ukaribu wake pamoja na Rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na hatua zake za ushuru. Kwa miaka 75 NATO imekuwa ikitegemea mwongozo wa msaada kutoka Marekani, lakini mambo yamekuwa tofauti tangu kurejea kwa Trump madarakani, huku viongozi wa Ulaya wakihofia hatua ya rais huyo wa Marekani wakati wa mkutano wa kilele wa NATO ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Juni nchini Uholanzi. Penzi tazamaji, wakati hayo yakiwa yanaendelea, tunaambiwa kwamba polisi wa Colombia wamekamata tani takribani 54 za madini ya coltan. Polisi nchini Colombia wamekamata hapo siku ya jana tani 54 za madini ya bati pamoja na coltan ambayo hutumiwa katika utengenezaji wa simu za mkononi pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki, madini ambayo yalikuwa yakielekea China. Polisi wa ulinzi wa mazingira wa Colombia wamesema kwamba shehena hiyo ambayo ilikamatwa katika mji wa Villavicencio anakwambia ilitokea katika migodi haramu katika majimbo ya mashariki mwa Guinea pamoja na Vichada, na ilikuwa ikisafirishwa kuelekea katika bandari ya Cartagena. Madini hayo yenye thamani ya dola takribani milioni 1.2 ambayo yalichimbwa kinyume cha sheria karibu na mpaka wa Venezuela pamoja na waasi ambao walijitenga na kundi ambalo limevunjwa la FARC, na yalikuwa tayari kusafirishwa hadi nchini China. Watu 6 wamekamatwa kufuatia tukio hilo. Uchimbaji haramu wa madini ya coltan umekuwa ukichochea mizozo na mfano huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Colombia, makundi ya wahalifu yamejitajirisha kwa uchimbaji haramu wa madini hayo, ulanguzi wa madawa kulevya, urakai pamoja na biashara haramu za binadamu. Penzi tazamaji, unaendelea kufuatilia matangazo haya hapa ya jioni moja kwa moja kutoka katika chaneli yako hii hapa ya Mpimbwe Home. Moja kwa moja twende tukaangalie kinachoendelea Gaza. Vita vinaendelea pale Gaza. Wa Palestina wameandamana kuipinga Hamas. Takribani watu 73 wameuawa siku ya jana huko Gaza kufuatia wimbi jipya la mashambulizi ya Israeli katika ukanda huo. Hayo ni kulingana na Wizara ya Afya ambayo inadhibitiwa na Hamas. Umoja wa Mataifa umesema kuwa katika muda wa siku 2 ambazo zimepita, zaidi ya watu takribani 100,000 wa kusini mwa Gaza wamelazimika kuyahama makazi
makazi yao kutokana na mashambulizi ya Israeli. Hayo yanajiri wakati maandamano mengine makubwa yakishuhudiwa huko Gaza yakiupinga utawala wa Hamas na kulani vita hivyo ambavyo vimedumu kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Taarifa za hivi punde zinaeleza kuwa Hamas wametupilia mbali pendekezo la hivi punde la Israeli kuhusu usitishwaji wa mapigano. Na wakati hayo yakiwa yanaendelea, mpenzi mtazamaji, Uingereza imesema haiungi mkono kabisa mpango wa Israeli na inachotaka kukifanya pale Gaza. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Hamishi amesema leo hii kuwa nchi hiyo haiungi mkono mpango wa Israeli wa kupanua operesheni zake za kijeshi katika ukanda wa Gaza. Waziri huyo ameliambia bunge la nchi hiyo kwamba wana wasiwasi mkubwa kuhusu kuzuka upya kwa uhasama katika ukanda huo. Waziri huyo ameongeza na kusema kuwa kuna hatari kubwa kwa kuwa Israeli inachukua hatua nje ya utetezi wake halali. Alipoulizwa kuhusu hatua ya Israeli ya kuzuia misaada, waziri huyo alisema kuwa wamebainisha kwamba kuna hatari kubwa ya ukiukwaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu kutoka katika serikali ya Israeli, pamoja na kwamba wataendelea kuishinikiza kuhusu masuala hayo. Na wakati huo huo, Ujerumani imetoa wito wa uchunguzi baada ya wahudumu 8 wa afya kuripotiwa kuuawa katika ukanda huo. Msemaji wa ofisi ya mambo ya nje katika mji wa Berlin amesema leo hii kuwa wanaamini uchunguzi wa kina unapaswa kufanywa kuhusu matukio hayo. Penzi mtazamaji, tukaangalia pia kinachoendelea kule Neema. Kama unavyojua kulikuwa kuna tetemeko kubwa ambalo lilitokea Ijumaa iliyopita. Sasa tunaambiwa jeshi la waasi limesitisha mapigano kwa muda. Utawala wa kijeshi nchini Neema umetangaza usitishwaji wa muda wa mapigano hadi Aprili 22 ili kupisha shughuli za uokoaji pamoja na usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Hatua hiyo imetangazwa siku leo hii kufuatia tetemeko kubwa la ardhi ambalo lilisababisha vifo vya watu zaidi ya 3,000 na baada ya makundi yenye silaha ambayo yanapinga utawala wa kijeshi kutangaza hapo awali kwamba yanasitisha mapigano ili kudhihirisha mshikamano pamoja na wananchi katika janga hilo. Juhudi za uokoaji zinaendelea huko Neema ambako pia watu zaidi ya 4,500 wamejeruhiwa. Siku ya jana anakuambia baada ya tetemeko hilo watu kadhaa waliokolewa wakiwa hai katika baadhi ya maeneo ikiwa ni pamoja na kwenye mji wa Mandles. Umoja wa Mataifa umesema watu milioni 3 wamelazimika kuyahama makazi yao na anakuambia wanahitaji msaada wa dharura. Penzi mtazamaji, tumalizie na taarifa hii kutoka kwetu huku Afrika Mashariki, na moja kwa moja tunakwenda paka Kenya pale ambapo tunaambiwa kwamba nchi hiyo imebadilisha kauli kuhusu mazungumzo yake pamoja na China. Kenya imekanusha kwamba ilijadili mpangilio mpya wa madeni na waziri wa fedha wa China baada ya kurekebisha chapisho katika mtandao wa kijamii. Katika chapisho hilo la leo hii asubuhi kupitia mtandao wa X, wizara ya afya wizara ya fedha ya Kenya imesema kuwa waziri huyo wa China alielezea kujitolea kusimamia mazungumzo kuhusu urekebishaji wa madeni pamoja na ufadhili wa masharti nafuu kusaidia uthabiti wa kiuchumi wa nchi ya Kenya. Taarifa hiyo ilifutwa baadaye na kuchapishwa tena bila kutaja mabadiliko ya malipo ama ufadhili wa masharti nafuu. Alipoulizwa kutoa maelezo zaidi, wizara hiyo imesema kwamba hakukuwa na mazungumzo kuhusu mpangilio mpya wa madeni katika mkutano huo wa Beijing. Wizara ya fedha ya China haikujibu mara moja ombi la tamko kuhusu mazungumzo hayo. Penzi mtazamaji, hayo ndio nilikuwa kuandalia jioni hii hapa moja kwa moja kutoka katika channel yako hii hapa ya Mpimbwe Home. Endelea kufuatilia channel yako hii hapa kwa habari zaidi.